mpya. Hii ni hatua ya kwanza kuleta Kisutu mpya, na ninaahidi nitatimiza ahadi zangu zote kuleta Kisutu mpya. Mheshimiwa Stahiki, hii ofisi ya diwani ilikuwa hajafunguliwa tangu miaka 15 lakini baada nimekula kiapo. Hatua ya kwanza nilichofanya kusimamisha hiyo, kwa sababu nilishuhudia wananchi wa Kisutu walikuwa hawaelewi makero zao wapeleke wapi. Sasa ndugu zangu, hii ndo ofisi ipo wazi kwa ajili ya nyie. Mimi nipo tayari kujitumikia kwa ajili ya nyie. Karibuni sana, na mimi mwenyewe kila Jumanne na Alhamisi nitakuwepo hapa kumsikiliza kero zenu. Ndugu zangu, kwanza ninayo furaha kubwa ya kwamba na mimi ni miongoni mwa mtu ambaye naenda kuandika historia katika kata hii ya Kisutu, kukaribishwa kama mgeni rasmi kufungua ofisi yetu. Leo nimpongeze sana Mheshimiwa Diwani. Utaratibu huu yeye amesema mimi singoji fedha ya serikali. Kwa kuwapenda wananchi wangu wa Kisutu, na mimi najitoa, na sisi ndio viongozi ambao tunahitaji wa namna hii, kwamba utaratibu upo wa kuzijenga ofisi hizi, kuziboresha, lakini kasema mimi nitaanza pale kwenye mapungufu, basi nyie serikali na chama muone jinsi gani mnaweza kutusaidia. Nikuahidi Mheshimiwa Diwani, na sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tutakuunga mkono kwa katika hichi ulichokifanya. Umezungumza hapa kwamba wananchi wa kata ya Kisutu walikuwa hawana pa kwenda kuwa na changamoto zao. Umesema Alhamis na Jumanne. Wananchi wa kata hii, mimi naomba niwaambie, lolote linawakera, changamoto yoyote siku hizo. Sasa ndugu yangu, nikuombe usije ukaona mweka msaidizi awaone wananchi. Siku hizo umezisema na wananchi wakukute, unoti changamoto zao, uzitatue unazoziweza, na usizoziweza zilete katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Lazima tuwe na utaratibu wa kuwasikiliza wananchi. Mimi binafsi kata yangu ya Mchikichini na kuwepo Jumatano, lakini Jumanne na Alhamisi nipo katika halmashauri ya jiji. Kwa hiyo kwa zile changamoto ambazo mnaziona zimetoka hapa, diwani atazibeba. Zingine kama zinamshinda, mnaweza pia mkaja katika halmashauri ya jiji, na sisi letu hili moja kuhakikisha tunawasaidia na tunatatua changamoto zetu. Serikali ya Dr. Samia imetoa sisi maelekezo kwamba sisi tuwe na nyinyi bega kwa bega katika changamoto, katika furaha, katika shida, katika kila jambo. Na sisi hatusemi kama anavyosema mwenyekiti, hatusemi wala hatufanyi kwa matakwa yetu binafsi, kwa vipaumbele vyetu binafsi. Ilani ya Chama cha Mapinduzi ndio inatuelekeza sisi jinsi gani ya kutatua changamoto. Kwa zile zinazohusu binafsi tutazifanya, maana yake tunasema kanuni, sheria, taratibu, ilani inatuelekeza, lakini kuna utu ndani yake. Na sisi viongozi ambao tunatokana na Chama cha Mapinduzi tunaenda na ile slogan yetu, kazi na utu. Kwa hiyo lazima mjue tunachokifanya, tunasimamia ilani lakini na utu ambao unatuelekeza. Kumshukuru meya, naibu meya na madiwani wote kwa jinsi walivyoanza mwanzo mzuri. Wako madiwani wengi wanafanya kazi, nimeona kwenye picha, lakini Mheshimiwa Diwani Tosifu Kisutu ambao leo kwenye hafla hii tupo hapa, amefanya jambo zuri sana. Jambo la ukarabati ofisi ili kuanza kazi ya kutumikia wananchi wetu. Na mimi amezungumza utaratibu wa ofisi kujenga uko chini ya halmashauri. Lakini kama ukichelewa utakuwa unachelewa kuhudumia wananchi. Kwa hiyo Tosifu, nakushukuru sana wewe na kamati yako na diwani Fiti Maalum kwa nia yenu thabiti ya kujenga ofisi. Kubwa wananchi fupi. Chama cha Mapinduzi kimechaguliwa na watu na ndio nyie, lakini kipo kwa ajili ya kudili na shida za watu na kero za watu. Kwa hiyo tunatoa ruksa kwa mtu yote mwenye tatizo, mwenye kero, changamoto, afike serikali ya mtaa, afike kwa diwani, afike kwa mstahiki meya. Kwa kuwa hawa sisi tumewaleta kwenu ili watekeleze matakwa ya ilani. Yaani kwa kero za wananchi za barabara, maji, umeme, elimu na kadhalika pamoja na utu ndani yake. Kwa hiyo sana nakaribisha, tuna viongozi wasikivu, viongozi watiifu, viongozi wanaojali wananchi.